Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya 16 ya mfungo wetu wa siku 40, na leo tutaenda kushughulika na roho zitendazo kazi. Kuna roho zinazotenda kazi, na tunapoongelea roho zinazotenda kazi tunaongea kwa habari ya nguvu za giza, majeshi ya pepo wabaya yanayoendelea kufanya kazi kwenye mifumo ya maisha yetu. Roho zitendazo kazi, roho zitendazo kazi, roho chafu zinazofanya kazi hata sasa kwenye maisha yetu, tunaenda kushughulika nazo. Sasa tukisoma maandiko tunaona kuna roho chafu. Biblia inatambulisha roho chafu. Biblia inaeleza kwa habari ya ingawaje tunaenenda katika mwili, lakini vita vyetu sio vya mwilini, vita vyetu ni vya rohoni. Kwa hiyo maandiko yanaeleza kwa habari ya protokali za giza zinazofuatilia maisha yetu, na ndio zinazoshindana na sisi. Roho zitendazo kazi ndio zinazopambana na sisi. Yaani kuna roho itendayo kazi inayopambana na biashara yako. Unajikuta unafanya biashara, lakini kuna roho chafu inapambana na biashara yako. Kuna roho itendayo kazi inapambana na ndoa yako. Kuna roho itendayo kazi inapambana na watoto wako. Kuna roho itendayo kazi inapambana na hatima yako. Hiyo roho inayotenda kazi inatoka katika hizi roho zinazotambulishwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 12. Maandiko yanasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa tunashindana na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hivyo ndio vitu ambavyo tunashindana navyo. Kwa hiyo vita vyetu sisi vipo juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu tunashindana navyo. Kuna protokali za shetani kupitia maagenti wake, kwa maana ya wachawi mbalimbali, kupitia mapepo mbalimbali yaliyoachiliwa katika mazingira mbalimbali, anga na wale wakuu wa anga. Zile roho chafu zinazoachiliwa zinaenda kiprotokali, yani zinaenda strategically, zinaenda zikiwa zimepangiliwa kutenda kazi kwenye maisha yako. Naposema strategically kwamba zimepangiliwa, maana yake ni nini? Unakuta roho zitendazo kazi zinaondoka, zinamsemesha bosi wa mume wako. Bosi wa mume wako anamchagua mume wako ahame, awe mbali na wewe, aende huko mkoa. Akifika huko mkoa mwingine, roho zitendazo kazi zinamtafutia kahaba huko, zinamuunganisha naye. Roho zitendazo kazi zinafanya azae na yule kahaba. Roho zitendazo kazi zinamfanya akuache wewe, ahamie akili yake kule. Roho zitendazo kazi zinaanza kumfanya asisikie tena raha ya kuwa na wewe katika familia hii ambayo ndio original. Anataka kukaa kwenye ile ambayo sio original, haijatoka kwa Bwana. Ni roho zitendazo kazi. Roho zitendazo kazi zinaanza kumpelekesha awe anafikiria mambo makubwa kwa yule ambaye sio rasmi kuliko kwako wewe uliye rasmi. Hizo zote ni roho zitendazo kazi. Nimezitolea tu mfano. Roho zitendazo kazi ndio zile ambazo zinaweza zikaingia kwenye biashara yako, zikaanza kukushauri upate hasara, zinakukataza usikae kwenye njia inayoenda sawasawa. Roho za hasara zinapokukuta zinakushauri mambo ambayo ndani yake hakuna faida. Unaweza ukajikuta unashauriwa na roho zinazotenda kazi mpaka unaingia hasara. Zinakushauri ungane na mtu fulani, mfanye biashara na mtu fulani, na huyo mtu pia naye ameletwa na giza. Yani ni protokale ambazo shetani anazifanya, ziko very systematic. Tatizo la watu wengi tunapoangalia roho zitendazo kazi, ile tu kwa sababu tunasema shindwa, toka kwa jina la Yesu, toka. Mapepo anapiga kelele, unadhani yako wicked, unadhani yako yana udhaifu, kwamba hayana uwezo wa kupanga protocol za kuharibu maisha yako. Yani mapepo yamejipanga kwamba yafanye hiki, yalete hiki, yasababishe ugonjwa huu, baada hapo uwe na hiki na hivi. Yameshapanga. Lakini na kuhakikishia, ukiwa mtu wa kuharibu protokol hizo,
ukiwa mtu wa kuharibu roho zitendazo kazi, na kuhakikishia utaishi kwa furaha katika nchi ya walio hai. Ukiwa mwepesi wa kuharibu protoko za giza zinazofuatilia maisha yako, utaishi kwa furaha sana. Utaishi kwa furaha sana. Ni kuto kuziruhusu zitende kazi. Ni kama vile ukaziacha zifanye kazi bila shida. Yani yale mapepo, roho zitendazo kazi, yani zinakuja kwako kukupa uvivu wa kufanya jambo la baraka la kukunufaisha, halafu hazikutani na upinzani wowote. Yani mapepo anakuja kukufanya ujisikie siku hiyo mchovu, halafu hakuna upinzani wa yale mapepo kwa namna yoyote, yani hayazongwi, yani yako free. Haiwezekani. Leo tunaenda kushughulika, na ninakuhakikishia kama unataka tutengeneze ratiba ya mafanikio ya mwaka 2026, ni lazima tuziharibu roho zitendazo kazi ambazo zimejipanga. Kuna roho nyingine zimejipanga mwezi huu wa kwanza, zipo. Shetani anapanga ratiba zake vizuri kweli kweli, lakini ni za uharibifu. Kuna ratiba zimepangwa za mwezi wa pili kwa ajili ya kuleta uharibifu. Kuna ratiba zimepangwa za mwezi wa tatu, kuna nyingine za mwezi wa nne. Kuna mapepo ya mwezi wa tano yametulia mwezi wa tano, yanakusubiria ufike mwezi wa tano ili yalete uharibifu. Leo sisi tunaharibu ratiba zote za roho chafu zitendazo kazi. Roho chafu zitendazo kazi. Naposema roho chafu zitendazo kazi, nina maana gani? Nina maana ya demonic arrangement, yani mpangilio wa kipepo kwa mapepo yaliyowekewa uharibifu. Narudia, mpangilio wa kipepo kwa yale mapepo yaliyowekewa uharibifu ili utufikie. Yani kuna ajenda. Hakunaga mapepo yanayokuja bila ajenda. Kuna ajenda. Zile ajenda zinakuja. Nilikuwa namwombea mtu mmoja mwezi mmoja miwili iliyopita. Nilikuwa namwombea, ni mjamzito. Alafu ghafla akaacha kula kabisa, hapendi kula kabisa. Yani hata akila anatapika. Sasa wakati namwombea, mapepo akawa nasema kwamba tulikuwa tunataka tumuue mtoto kupitia mama kutokula chakula. Kwa hiyo tukaomba pale. Baada hapo nikaleta chapati na soda, nikamwambia kula hapa. Yule mama alikula kama vile anaona chapati inachelewa kutafunwa humo mdomoni. Alikula sana. Lakini unaweza ukaona kwamba huyu mama yeye alikuwa anaona tu kama hapendi kula. Anaona tu ni kawaida ya wamama wajawazito kuwa na changamoto za hapa na pale. Kumbe ni ajenda. Ni ajenda. Demonic agenda. Ajenda ya kipepo. Ajenda ya kipepo. Kwa hiyo unakuta uharibifu kama huo, kama tusingeushughulikia, maana yake nini? Angeendelea hivyo, angepata miscarriage, angepata mimba ingetoka. Lakini kumbe imetoka, wangeenda wangesema okay, mimba imetoka, tunamweka sawa, basi aendelee na maisha, pasipo kushughulika na ile roho itendayo kazi. Kesho na kesho kutwa akipata mimba, ile roho itendayo kazi iko pale, inatoa na mimba nyingine. Ndio unakutana na wale watu wa mama anasema hivi, mimba imetoka, kila nikipata mimba inatoka. Sikia nikwambie, ni roho zitendazo kazi. Unakuta roho zitendazo kazi zinaweza kukuacha upate mimba ikae, zinaenda kumuua mtoto anapozaliwa. Ni roho zitendazo kazi. Na hizi roho zitendazo kazi zinakaa hata kwa watu. Watu wanakuwa na roho zinazotenda kazi ndani. Kaulize Herode, anamtafuta mtoto Yesu amue. Ukijatafuta ajenda yake iliyo ndani yake, yeye mwenyewe binafsi hana ajenda, ila ni ile roho chafu itendayo kazi ndani yake. Unaweza ukajikuta unapoharibu roho chafu itendayo kazi ndani yako, haribu roho chafu zitendazo kazi hata kwa wafanyakazi wako. Kama wewe unafanya biashara, umeajiri wafanyakazi wako wakusaidia kufanya kazi fulani, usiache kuharibu roho zitendazo kazi ndani yake, kwa sababu wakiwa na roho chafu zinazotenda kazi wanaweza kuingiza hasara. Kwa hiyo lazima uziharibu roho zitendazo kazi ndani yao. Na je, wewe uliajiriwa, bosi wako na wafanyakazi wenzako, je, usipozishughulikia roho zitendazo kazi, vipi madhara yake? Unajikuta misukosuko inakuwa haikomi. Roho zitendazo kazi kwa watoto wetu, je, wanapokuwa mashuleni,
Unakuta roho itendayo kazi inamfanya mtoto wako ndio anakuwa msumbufu kuliko wanafunzi wote shule, ndio hapendi masomo kuliko wanafunzi wote shuleni, ndio haelewi kuliko wanafunzi wote shuleni. Ukijaribu kuuliza sababu ni nini, ni roho zitendazo kazi, ni roho zitendazo kazi. Mashauri ya uongo kwa watoto yanawadanganya watoto. Unajikuta watoto wa siku hizi wanajiona wanaelewa, wanajiona kama wanajua. Unakuta ni wepesi kudanganyika, unakuta ni wepesi kuingia kwenye mitandao na kuwa deceived na kudanganywa. Maana yake ni nini? Roho zitendazo kazi. Tukiziharibu roho zitendazo kazi, watoto wetu watakuwa wajinga kwenye uovu, watakuwa ni wenye akili kwenye mema. Roho zitendazo kazi zikiondoka, mwenza wako atakuwa ni ana akili kwenye kukutendea mema na atakuwa hana akili ya kutenda ubaya. Roho chafu zikiondoka ndani yako, utajikuta moyo wako unaelekezwa kwenye faida, miguu yako inapelekwa kwenye faida, miguu yako inatembea inakufuata neema. Roho chafu zitendazo kazi zikikamata miguu yako, baraka ziko mashariki, miguu yako inatembea kuelekea magharibi. Roho zitendazo kazi, na kuhakikishia, roho zitendazo kazi ni kitu kipana sana ambacho tukikiharibu ndio utagundua hata kinachokuzuia usiombe ni roho zitendazo kazi. Kinachokuzuia usisome neno ni roho zitendazo kazi. You can imagine, mimi nasisitiza watu kusikiliza ibada. Kuna wengine unadhani wanasikiliza ibada, wanaweza ukashangaa anataka kusikiliza ibada sasa hivi, akaja kusikiliza ibada saa 10 jioni. Tena huyo ndio amepambana kweli kweli. Lakini kuna wengine unakuta ana ibada anazifungua tu na hasikilizi. Mwingine unakuta kuna ibada anasikiliza, eti ibada dakika 10 anaisikiliza yani anasikiza dakika 3 anaistop, anafanya kitu kingine anasikiza dakika 3 anastop. Yeye anaona ni kitu cha kawaida. Ni roho chafu zitendazo kazi ambazo hazitaki wewe uendelee kusikiliza ibada. Kuna mtu mmoja akawa analalamikia, anasema, mchungaji, kila nikitaka kusikiliza ibada, nikifika kipindi cha sadaka nachukia, yani sitaki hata kusikia unavyotaja namba za sadaka, nachukia. Ni roho zitendazo kazi, ni roho zitendazo kazi. Ukijaribu kuangalia, kuna watu wamezuiliwa wasitoe fungu la 10. Ni roho zitendazo kazi. Yani shetani anataka kufitinishe kiasi kwamba usiwe na baraka mbele za Bwana. Unafitinishwaje? Unaambiwa usitoe fungu la 10. Unadanganywa, unaambiwa wewe fungu la 10 kutoa na kutokutoa ni sawa tu. Unaambiwa unaweza kutoa sasa hivi na usitoe. Yani ni roho zitendazo kazi zimekaa kukubana kiasi kwamba huwezi kugeuka. Kwa nataka niende mbele za Bwana, twende tukaharibu roho zitendazo kazi. Tunapoenda kuanza mwaka huu, kama kuna roho chafu imejitegesha kuleta uharibifu, hiyo roho chafu tunaiharibu leo. Plani za giza zote tunaziharibu leo. Demonic, kuna kitu cha kipepo kinaendelea ndani yako. Kingine yamkini ukijui, unaona ni cha kawaida, kumbe ni mtego wa adui. Tunaenda kukiharibu leo. Taka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana. Asante kwa ajili ya ibada njema ambayo umeiachilia kwetu siku ya leo, kushughulika na roho zitendazo kazi. Mungu aliye hai, roho zitendazo kazi ni mtandao wa shetani kwenye maisha ya watu. Roho zitendazo kazi ni mtandao wa kipepo kwenye maisha ya watu, uliolenga kuleta mauti, umelenga kuleta uharibifu, umelenga kuleta hasara, umelenga kuaibisha, umelenga kufanya yote yaliyo mabaya. Mungu aliye hai, ninaharibu roho zitendazo kazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho zitendazo kazi ninazibatilisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Bwana, asante kwa maana ipo roho itendayo kazi, ninaiangusha sasa kwa mtoto wako huyu. Roho zinazotenda kazi ninazibomoa katika jina la Yesu. Ninaziharibu roho zitendazo kazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho zitendazo kazi ninaziharibu leo kwa jina la Yesu. Roho zitendazo kazi ninazibomoa leo kwa jina la Yesu. Hazitasimama kwa jina la Yesu kwenye maisha yako, hazitasimama kwenye maisha yako. Ninazibomoa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba rehema na neema, ninaomba kibali chako, ninaomba nguvu zako
pepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Asante kwa kibali chako cha ushindi. Sifa na heshima ni zako. Asante kwa maana mtoto wako anafunguliwa leo. Kila mtandao wa nguvu za giza juu ya maisha yako ninauharibu leo katika jina la Yesu. Watu wote wanaokusogelea lakini kumbe ni wa mtandao wa nguvu za giza, ndani yao wamebeba roho ya uharibifu, roho zitendazo kazi kutoka kwa shetani, kutoka kwa Lucifer na malaika zake. Ninaharibu mtandao wa roho zitendazo kazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Watu wote walioinuliwa kwako, watu wote waliokusogelea wanaendelea kusogelea maisha yako, lakini ndani yao wamebeba roho chafu zitendazo kazi. Ninaharibu leo katika jina la Yesu. Roho chafu zitendazo kazi ninaziharibu leo katika jina la Yesu. Naziharibu leo katika jina la Yesu. Naziharibu leo katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema. Mtandao wote wa kipepo ninauangusha leo. Ninauangusha mtandao wa kipepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akubariki, na angalia utashika sadaka yako. Ukiona ndani yako unasikia uzito wa kutoa sadaka, ujue ni roho chafu zitendazo kazi. Pambana nazo. Lakini nataka nikuongeleshe wewe unayenisikia, yamkini hautoi fungu la 10. Hautoi fungu la 10. Nataka nikushtue ya kwamba ni roho zitendazo kazi zinakupanga kwa ajili ya kuja kukuangamiza baadaye, kukufilisi baadaye, kukufanya uaibike baadaye. Anza kutoa fungu la 10 kwa uaminifu. Lakini pia fungu la 10 usikae nalo kwamba nitatoa baada ya muda gani. Toa kila siku fungu la 10. Kila unapopata toa fungu la 10, kwa sababu adui asikudanganye, adui asije akaanza kukusumbua unapoihifadhi fungu la 10. Lakini wewe ambaye unajisikia pia uzito wa kutoa sadaka mbalimbali ama kusikiliza hizi ibada, ujue ni roho zitendazo kazi. Kwa hiyo ukisikia hata kesho unasikia uzito wa kusikiza ibada, bora uje uripoti tukuombee kuliko kuendelea kukaa kwenye hiyo hali. Ni roho zitendazo kazi. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, utaiachilia katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.